Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika ligi kuu ya NBC kwa msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027, ambapo tunashuhudia ligi kwa sasa imeanza kwa kasi, ambapo tunashuhudia upinzani umekuwa ni mkubwa, mna mnyonge wakati timu zinapokutana. Sasa siku ya leo tunakwenda kuangalia ile ratiba kamili ya michezo ya mzunguko wa 4 ligi kuu ya NBC, ambapo tunaona kwa mujibu wa ratiba ni kwamba mechi hizi zitakwenda kuchezwa ndani ya wiki hili, ikiwa ni mwezi wa 8. Sasa fahamu pasipo kupoteza wakati, ngoja tukaangalia ratiba kamili kwa jinsi ilivyo. Mechi ya kwanza imechezwa tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo mchezo huu ulianza majira ya saa 10 usiku, ambapo Mashujaa Football Club walikuwa nyumbani wakicheza dhidi ya Kagera Sugar katika uwanja wa Lake Tanganyika uliopo mkoani Kigoma, ambapo mchezo huu ulimalizika kwa Mashujaa kushinda mabao 2-1. Mchezo uliofuatia ndani ya tarehe 27 ni mchezo wa saa 1, ambapo mnyama Simba Sports Club alikuwa nyumbani majira ya saa 1 usiku akialika Coastal Union kutokea Tanga, ambapo mchezo huu ulichezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo na kuweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao la Ismail Toure. Mara baada ya mchezo kumalizika, ikiwa ni siku ya Alhamis, tunaona siku inayofuatia siku ya Ijumaa kutakuwa na michezo mitatu. Hapo tunashuhudia siku ya Ijumaa ni tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo mchezo wa kwanza utapigwa majira ya saa 10 kamili jioni, ambapo Fountain Gate watakuwa nyumbani Arusha katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid wakicheza dhidi ya Mbeya City kutokea mkoani Mbeya. Mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona mchezo wa pili utakaofuatia ndani ya Agosti 28, 2026. Ni mchezo ambao Geita Gold kutokea mkoani Geita watakuwa nyumbani majira ya saa 12:30 jioni wakicheza dhidi ya Azam, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Bukombe Geita. Na mara baada ya mchezo kumalizika, mechi ya mwisho yani ya tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa majira ya saa 3 usiku, ambapo Young Africans mabingwa mtetezi wa kombe hili Yanga akiwa katika uwanja wa Jumbani KMC Complex Dar es Salaam atakwenda kucheza dhidi ya Pamba Jiji Football Club kutokea mkoani Mwanza. Na mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona siku itakuwa imetamatika na kutabakia michezo mitatu, ambapo michezo hii itakwenda kuchezwa siku ya Jumamosi yani Agosti 29 mwaka 2026. Mchezo wa kwanza wa Agosti 29, 2026 utachezwa majira ya saa 10 jioni, ambapo TRA United majira ya saa 10 jioni watakuwa nyumbani katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha wakicheza dhidi ya Dodoma Jiji kutokea mkoani Dodoma. Na mara baada ya mchezo kumalizika, ikiwa na Agosti 29, 2026, mchezo mwingine utafuatia ni saa 12:30 jioni, ambapo Singida Black Stars Chuya watakwenda kucheza dhidi ya Polisi Tanzania, mchezo ambao Singida watakuwa nyumbani katika uwanja wa Airtel uliopo mkoani Singida. Mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona tarehe hiyo 29 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 kutakuwa na mchezo mwingine majira ya saa 3 usiku kwa ajili ya kukamilisha ratiba ya mechi za mzunguko wa 4, ambapo JKT Tanzania watakuwa nyumbani katika uwanja wao wa Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam wakicheza dhidi ya Namungo Football Club kutokea mkoani Lindi. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo ratiba kamili ya michezo ya mzunguko wa 4 ligi kuu ya NBC, ligi ikiwa imepamba moto kwa sababu tunashuhudia mpaka sasa kileleni ipo klabu ya soka ya Simba ambao wao wamecheza michezo 4 wakiwa na alama 12 wakiwa wameshinda michezo yote, lakini kwa upande wa bingwa mtetezi Yanga tunaona yuko nafasi ya pili akiwa amecheza michezo 3 ana alama 9. Kwa hiyo una nafasi ya kwenda eneo la comment kutuambia mpaka itakapofika michezo 30, je, ni klabu gani unaipa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.